Haya ni mambo muhimu ndugu mfugaji ambayo unapaswa uweze kuyafanya ili kusudi kuweza kuongeza bata wako. Ukiwa na idadi ndogo ya bata, matarajio yako ni kuweza kuwa na idadi kubwa ya bata. Kwa hiyo kuna mambo muhimu sana ambayo lazima uweze kuyafanya. Moja, pindi uamkapo asubuhi jitahidi sana kuweza kuandaa chakula chako cha bata. Kwa chakula cha bata lazima uweze kuandaa pumba. Uweze kuandaa pumba ambazo zimechanganywa, pumba za mahindi, uchanganye pumba za mahindi, pumba za mtama na pumba zote ambazo zinahusiana na swala zima la chakula chako. Na pia kitu kingine lazima ujitahidi sana kuweza kusafisha vile vyombo ambavyo bata wako wanalia. Kwa hiyo vyombo ambavyo bata wanalia uweze kusafisha, uweze kuwa visafi. Kwani ukifanya hivyo utaepusha bata wako dhidi ya kupata magonjwa. Na kitu kingine ndio uweze kujitahidi sana kuweza kuweka maji. Maji ni muhimu, tukumbuke kwamba bata bila maji ya kunywa, bata wanakuwa hawawezi kukua vizuri na hautaweza kufanikisha malengo yako. Kwa hiyo lazima uweze kuweka maji. Weka maji ya kutosha katika vyombo vyako vya kulia chakula. Na pia kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana, lazima uchanganye pumba zako na maji. Usizipe pumba ambazo zipo kavu. Kwa hiyo unashauriwa sana uweze changanya pumba zako na maji ili kusudi ziweze kuwa nyepesi katika kulia. Kwani unajua bata ni tofauti na kuku. Kwani bata wanapokuwa wanakula ni tofauti na kuku wanavyokula, sababu kuku wanakuwa na chakua lakini bata wao wanataka kula vyakula ambavyo vinakuwa ni vigumu. Kwa hiyo ndio muhimu sana kuweza kuchanganya pumba zako pamoja na maji, na pia kuweza kutumia maji katika kila unapokuwa unaweka chakula lazima maji yawepo. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana na vya msingi ambavyo lazima uweze kuvifanya na lazima uweze kuvijua ili kusudi uweze kuongeza idadi ya bata ulionao. Na kitu kingine, kama unakuwa na bata wadogo pia lazima uweze kuwatenganisha ili bata wasiweze kupigana, na uweze kuweka maji katika vyombo vya aina mbalimbali ili kusudi uweze kufanikiwa katika swala zima la mavuno yako na ufugaji wako wa bata. Kwa hiyo kama ukifanya hizi hatua ambazo nakuelekeza, ina maana kwamba bata wako watakuwa vizuri na bata wako wataongezeka. Na hatua inayofuatia sasa, inabidi uweze kufungua bata wako kutoka bandani ili kusudi waweze kutoka na waweze kufurahia chakula na waweze kula. Kwa hiyo ukifanya hivyo, hiyo ni ratiba yako ya muhimu ambayo inabidi kila siku uweze kufanya. Kila unapoamka asubuhi uweze kufanya hivyo, na imani kabisa kwamba kizazi chako cha bata kitaweza kuongezeka na utaweza kupiga hatua kubwa sana katika swala zima la ufugaji wa bata. Ni matarajio gani ambayo unatarajia kama utachukua hizi hatua ambazo nimeweza kukuelekeza? Tunategemea kwamba utaweza kukua, bata zako zinaweza zikakua. Ina maana kama utaanza na idadi ya bata 6, dume 1 na majike 5, ndani ya muda mfupi yale majike 5, kila jike moja ukipata vifaranga 10 na vikakua vizuri, kwa ina maana utakuwa na vifaranga 50. Kwa hiyo ndani ya miezi mitatu mpaka 6 utakuwa tayari unao bata wako 50. Kwa bata 50 na hao mama zake, na tayari utakuwa na bata 55. Ukifanya ndani ya mwaka mmoja utakuwa una uwezo wa kumiliki bata 150 mpaka bata 200. Kwa hiyo hizo hatua ambazo unaweza kuelekeza hapo awali ndio hatua muhimu sana ambazo kila ukiamka asubuhi lazima uweze kuzifanya. Na utakapozifanya mafanikio yake utayaona katika mbinu au katika mfumo kama huu ambao nimeweza kuelekeza awali. Na kama unavyoangalia ndugu mfugaji mwenzangu, kwamba mfugaji wetu, ina maana kwamba unaangalia katika skrini yako hapo kuna vitu ambavyo unaviona na unaweza kujifunza kwamba bata lazima anakuwa anakula na anakuwa anakunywa maji. Bata yoyote anakuwa anakula na kunywa na maji, na watoto na wenyewe kama unavyoona vifaranga hivyo, vifaranga nao vinakuwa vinakula, vinakunywa maji. Kwa hiyo ina maana ni muhimu sana kuweza kuzingatia katika swala zima la maji na swala zima la pumba. Na pumba ambazo unazokuwa unaziweka pia uweze kuweka na maji. Ni kiasi cha maji, kiasi cha kawaida tu cha maji ambacho unaweza ukatumia ili kusudi uweze kuchanganya kwenye pumba, na pumba bata wako wanakula na bata wanakuwa katika mazingira yaliyokuwa ni mazuri. Na kitu kingine ndugu mfugaji ambacho ni muhimu sana kuweza kuifanya na utafanikiwa, na bata wako watakuwa ni kuweza kuwachanganyia. Unaona, hayo ni machicha ya nazi, pia bata wanakula. Kwa hiyo hivyo ni vile vyakula vingine ambavyo unaweza kuongezea kwenye mchanganyo
wa vyakula vyako, maana bata kwa wanakula hapo wanaongeza tena madini mengine ambayo yanapelekea bata kuweza kuwa na nguvu, bata kuweza kuwa na joto, na bata kuweza kuongezeka uzito, na hata vifaranga vile kuweza kukua vizuri na kuweza kufanikisha katika swala zima la ukuaji, na kwa muda mfupi ina maana tayari utaweza kuwa na ongezeko kubwa sana la bata. Na hivyo ndivyo vitu vya muhimu sana ambavyo lazima uweze kuifanya, na kuna hatari kubwa ambayo inabidi uweze kuifahamu kwamba usipochukua hatua hiyo au usipofanya hivyo, kitu kimoja kikiwa kimepungua, ni madhara gani ambayo unaweza kuyapata. Kwa hiyo kuna madhara mbalimbali ambayo unaweza kuyapata kama bata wako watakuwa hawana maji. Ni kwamba bata kama watakuwa hawana maji itapelekea bata kuweza kupata magonjwa ya kifua. Kama bata watakuwa hawana maji, bata wako watapungua uzito. Kama bata watakuwa hawana maji, bata wako pia watakuwa hawana lishe nzuri, kwa sababu watakuwa hawana uwezo wa kula chakula. Na kitu kingine, ndugu mtazamaji, madhara mengine ambayo yanaweza kutokea kama bata wako watakuwa hawali wakashiba, bata wako ukawa hawachanganyii pumba na lishe nyingine, yani vyakula vingine ambavyo kama mabaki ya vyakula ambavyo wewe uliokuwa unakula au unakuwa unatumia, ina maana bata wako watapungua uzito na bata wako hawatataga mayai. Kuna wafugaji wengi sana wana changamoto kwamba bata wao wanakuwa hawatagi mayai mengi, na bata wanakuwa hawalali, na bata wanakuwa hawatotoi mayai yote akawa yametoka. Ina maana kwamba hiyo ni changamoto pia ya kuhusiana na swala zima la lishe. Hiyo ni athari kubwa ambayo bata wanakuwa wanapata. Hiyo ni athari kubwa ambayo bata wako wanapata kulingana na hatua mbalimbali ambazo hawajaweza kuzifanya. Na kitu kingine ambacho kinaweza kikatokea kama hautachukua mtiririko huu ambao nimeweza kuonesha, kwamba cha kwanza kabisa, kama bata wako watachelewa kufunguliwa kutoka bandani, ina maana bata wako watapigana, bata wako watadonoana. Jitahidi sana kila jua linapokuwa linatoka asubuhi kuanzia mida ya saa 1 au saa 12, kabla ya saa 2 kufika asubuhi, jitahidi sana bata wako kuwa wote wameshafunguliwa na wako nje, wapo katika mazingira ya kuchezea, kutembea, ili kusudi kuweza kuwapa vitamin, na pia kitu kingine kuepusha wasiweze kudonoana, ili wasidonoane. Ina maana kwamba kitokea kama bata wakiwa umechelewa kuwafungua, naamini wafugaji wengi sana huwa wanakutana na changamoto kama hizi. Unakuta mfugaji anakuwa hana uangalizi wa kutosha, kwa hiyo kama bata wamefunguliwa au hawajafunguliwa kwa wakati, akaja kufungua anakuta bata wamepigana ndani mleo, wamepigana, wamedonoana, na kama kuna mayai mengine yamevunjwa, na kama kuna vifaranga nao wamo vifaranga wengine wamekanyagwa, wamekufa. Na hii kwa kweli itapelekea bata wako kuweza kupungua uzito, na bata wako pia watakufa. Ina maana bata wako watapungua. Matarajio yako na malengo yako ya kuweza kukuza idadi ya bata hayataweza kutimia, kwa sababu umeshindwa kufungulia bata wako kwa wakati. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hizo ni athari mbalimbali ambazo unaweza zikatokea au unaweza zikakupata wewe mfugaji mwenzangu, kulingana na mambo muhimu ambayo utashindwa kuyafanya pale awali, kuanzia ile asubuhi unapofungulia bata wako mpaka jioni inavyokuwa inafika. Kwa hiyo vitu ni vya muhimu sana kuweza kuvijua, na tumeweza kuzungumzia kwamba kwa asubuhi unavyofungulia bata wako ufanye hatua gani na faida gani ambazo unazipata kupitia zile hatua unazokuwa unazifanya. Na pia tumeweza kuangalia swala zima muhimu sana la faida ambayo unapata katika zile hatua. Na pia mwisho tumeweza kuzungumzia hasara ambazo mtu anaweza kuzipata kama hatachukua zile hatua muhimu ambazo inapaswa kuweza kuzifanya. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine nzuri. Jitahidi sana kuweza kutufuatilia katika video zetu mbalimbali ambazo zinahusiana na swala zima la ufugaji wa bata, kwani itakusaidia na itakupelekea wewe kuweza kujua vitu mbalimbali na kuweza kupiga hatua na kuongeza uzalishaji wa bata. Kwa hiyo kama unahitaji muendelezo na kama unahitaji masomo mbalimbali kuhusiana na swala zima la ufugaji wa bata, andika neno comment pale, neno bata, tutaweza kuwasiliana na wewe ili tuweze kukusaidia ni hatua gani na changamoto gani ambazo umeweza kukutana nazo kwenye ufugaji wa bata. Kwa hiyo tutakuongoza hatua kwa hatua mpaka itapelekea wewe kuweza kuongeza ufugaji wa bata, kuongeza uzalishaji. Na tukumbuke kwamba bata wanalipa, na watu wengi sana wanafanikiwa kupitia ufugaji huu wa bata. Bata hao wa kienyeji au bata wale wa kisasa au bata bukini wanalipa, na watu wengi wanafanikiwa.
Na kingine ni ukumbushe tu uweze kusubscribe na ubonyeza alama ya kengele ili kusudi wewe wa kwanza kupata video zetu nzuri ambazo zinahusiana na swala zima la ufugaji wa bata. Tunawashukuru sana, karibuni sana Nebuye TV. Ila tu ukumbuke pia kuweza kusubscribe na kulike pamoja na kucomment na kugonga alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification. Hiyo ni muhimu sana.